wa Singida Arise TV, kipindi hewani ni Elimika Nuru ya Singida. Siku ya leo tumekuletea elimu kuhusu umiliki wa ardhi. Watu wengi wamekuwa wakisema kwamba zile hati zina muonekano tofauti. Kuna mwingine atanunua hati na muonekano mweupe, mwingine atakabidhiwa hati yenye muonekano wa rangi kama vile ya kijani. Je, muonekano wa hati uko vipi na ni taarifa zipi ambazo zinakuwa kwenye hati? Kadhalika ni mambo gani au ni watu gani ambao unatakiwa kuambatana nao ambao huwa wanaitwa kama mashahidi wakati wa ununuzi wa ardhi? Ndugu mtangazaji, kwanza niseme hati ina muonekano mmoja, kwa maana kwamba kuna karatasi maalum zinazohusika kwenye uandaaji wa hati, taalamu tunaita crest, na hizo lazima iwe na nembo ya bibi na bwana, kwa maana kuonesha kwamba ni mali ya serikali, na si serikali tu bali serikali ya Tanzania. Na mara nyingi zimekuwa na rangi fulani hivi whatever itakavyokuwa, lakini kwa sasa tunatumia rangi kama ya maziwa fulani hivi au cream. Hiyo ndo hati. Kwa hiyo hati haiko na muonekano wa aina yoyote zaidi ya kuwa na hiyo muonekano. Tofauti inakuja kwamba mkataba wa mauziano ndo sasa unaonesha kwamba unaweza ukawa na rangi tofauti tofauti, kwa maana kwamba kitu kinachotumika kwenye mikataba kwa mujibu wa sheria ya mikataba ni legal paper au karatasi maalum za kisheria. Sasa ile karatasi inaweza ikawa cream, inaweza ikawa ya kijani, inaweza ikawa ya orange, na ili mradi iwe ni karatasi ambayo ni ya kisheria inayoitwa legal paper. Lakini mara nyingi hata ukienda kwenye taratibu za kisheria hakuna mkataba unaoandaliwa kwenye karatasi nyeupe, yaani kwa sababu tu watu kutokuelewa, lakini vile vile hata mawakili wetu nafikiri wanayo kazi ya kuwaelimisha, kwa sababu ndio wanatekeleza na kusimamia hizi sheria. Na uzuri sheria ya mikataba imeelekeza na vitu vingine, na sheria zingine zimeelekeza namna ya kuandaa hiyo mikataba. Kwa hiyo ni vyema wakawaelewesha wananchi, lakini mbaya zaidi unakuta wao ndio wanaandalia hizo mikataba na kuwaprintia kwenye karatasi ambazo ni nyeupe. Kimsingi sheria za mkataba utaendelea kubaki kuwa mkataba, lakini kikwetu kwa maana ardhi sisi tunasema ili mkataba original niletee, nitapaswa kuona ukiwa kwenye legal paper. Kuhusu watu wanaopaswa kuambatana nao, kwanza sipaswi, yani kwa mfano kwenye kununua ardhi, mnunuzi mwenyewe ndio anapaswa kuamua anaambatana na nani atakayekuwa shahidi yake, kwa sababu ni swala la kimkataba. Nani unataka awe shahidi wako? Yawezekana unataka shahidi awe baba, awe mama, awe mtu wako wa karibu. Kwa hiyo ni wewe unayetaka kumpeleka kuwa shahidi wako, japo kwa mujibu wa sheria inategemea kwamba sasa kinachouzwa ni mali ya ndoa. Kama ni wanandoa lazima wote waonekane kwenye ule mkataba. Kama ni ya wanafamilia, kwa maana kwamba ya urithi, wanapaswa wote watoe idhini kwamba tumeruhusu kwamba msimamizi wa mirathi auze au agawe. Kwa hiyo lazima kutakuwepo na ile idhini ya wale wanafamilia. Kwa upande wa namna hiyo inakuwa na utaratibu kidogo tofauti, kwa sababu ya nature ya muundo wa ile biashara inayofanyika au transaction ile inayofanyika ilivyo. Kwa hiyo kwa ile ambayo ni ya kawaida, ng'ombe kinauza kiwanja changu, kinachotakiwa ni kuhakikisha naileta kwamba mimi naenda kuuza, nitatafuta shahidi wa kwangu ni yupi, nitamweka kuwa shahidi, mnunuzi ataleta mshahidi wake ni yupi, au yawezekana tukaingia tu hata bila kuwa na mashahidi wengi. Kimsingi mwenyekiti wa mtaa, sijui kijiji na nini, hapa kipindi cha nyuma kidogo ilionekana kama walikuwa mbele katika kuanzisha manunuzi na kuhitimisha manunuzi, kwa maana kwamba walikuwa wanashuhudia mpaka mikataba ya manunuzi. Lakini kwa mujibu wa taratibu, mwenyekiti wa kijiji hapaswi kushuhudia mauziano au manunuzi ya ardhi. Anachopaswa kukifanya, mnaweza mkamshirikisha, kwa sababu yeye ndio yuko kwenye himaya ile, anajua kwamba hapa ni kwa fulani na pale ni kwa fulani. Kwa hiyo anaweza kuja kuwepo kama shuhuda wa kuweza kusaidia kwa upande wa mnunuzi au na muuzaji, kumthibitishia kwamba kweli huyu namtambua, hapa ni kwake na hii mali ni ya kwake.
Kuwepo kwake haimaanishi kwamba yeye anaenda kuhusiana na uandishi wa mikataba, kushuhudia mikataba. Hapana, isipokuwa anakuwepo kama shahidi upande wa serikali ya kijiji, kukuhakikishia wewe unayenunua na yule ambaye anauza kusema kwamba ni kwake au sio kwake. Mtazamaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Elimika Nuru ya Singida, ambapo tuko na afisa ardhi leo anatujuza kuhusu masuala mbalimbali ya umiliki wa ardhi katika ununuzi na uuzaji wa viwanja au maeneo mbalimbali. Anatoka katika ofisi ya kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Singida. Mkoa wa Singida kwa sasa hivi unakuwa na bila shaka kutokana na watu kuzidi kuongezeka. Unamshauri nini mtu ambaye anamiliki ardhi kwa sasa? Ni shughuli gani au ni jambo gani anaweza kulifanya katika utunzaji wake wa ardhi kuhakikisha naye atakuja kukua kiuchumi kutokana na maendeleo ya miji? Ushauri ambao naweza nikampa mwananchi wa Singida, mkazi wa Singida na yule ambaye yuko nje ya Singida ambaye anatamani kuwekeza Singida au kumiliki ardhi Singida, ni kuhakikisha ananunua au anakuwa na ardhi isiyokuwa na mgogoro. Maana ardhi isipokuwa ikiwa na mgogoro, basi huwezi ukaifanyia chochote. Utatumia muda mwingi sana kwenda kutatua mgogoro na kuendeleza na kwenda mahakamani kwa ajili ya kutafuta haki yako. Hivyo na washauri wanunue ardhi ambayo haina mgogoro. Watatuaje ardhi ambayo haina mgogoro? Ni kama ambavyo nilikushasema, wajitahidi kutembelea ofisi za ardhi mkoa, lakini pia ofisi za ardhi zilizoko katika mamlaka zetu za upangaji kwa maana ya halmashauri, ili kuhakikishia ardhi mtu anayekwenda kununua iko salama, ili iweze kumwezesha kuweza kumnufaisha kiuchumi. Itamnufaishaje kiuchumi? Akishaipata ardhi ambayo ina mgogoro, basi wajitahidi kumiliki kwa mujibu wa sheria, ili waweze kupatiwa hati miliki za ardhi zao, kwa maana kwamba kuweza kuzitumia kwenda kukopea, kwenda kujipatia kipato, kwa maana aidha ya mtu mmoja mmoja au kikundi, kuweza kujiendeleza, kujikwamua kiuchumi kwa kutumia ardhi yao. Tukumbuke, ardhi ni hazina, ardhi ni mtaji. Kwa hiyo tuzitumie ardhi zetu kuweza kujikwamua kiuchumi kwa namna moja ama nyingine, zituondoe kwenye umaskini, tusibaki kuwa tegemezi wakati ardhi tunazo. Hivyo tuweze kuenda sambamba na uchumi wetu ambao ni wa mkoa kwa kutumia ardhi zetu hizi ambazo tunazimiliki. Kwa kuhitimisha, ni ujumbe gani ambao ungependa kuwapa wananchi katika umiliki na ulinzi bora wa ardhi? Ndugu mtangazaji, kwa manufaa ya wananchi, napenda kuwaasa wananchi wote wa mkoa wa Singida, wale ambao ambao ni wamiliki wa ardhi ambao haijapimwa, wajitahidi wapime ardhi yao. Lakini pia wale ambao wote wana ardhi zilizopimwa, wajitahidi kulinda mipaka ya ardhi yao ili kuweza kuepuka migogoro. Kila mwananchi mwenye ardhi au kipande cha ardhi ndani ya mkoa wa Singida akijitahidi kukimiliki kwa mujibu wa sheria, migogoro Singida itakuwa sufuri. Hatutakuwa na migogoro kabisa. Lakini pia si tu kwa ajili ya kuondoa migogoro, hati hii ina umuhimu mkubwa sana, aidha kumkuza mtu kiuchumi, kwa maana kwamba anaweza akakopea. Lakini siyo hiyo tu, ardhi inatumika kama dhamana katika mahakama zetu. Mtu anaweza akapata tatizo, lakini akifikishwa mahakamani wanasema alete mali isiyohamishika. Huwezi ukaibeba ardhi kuipeleka, utapeleka hati miliki iliyosajiliwa. Kwa maana hiyo basi, ninatoa wito kwamba kila kipande cha ardhi kilichopimwa, kwa wale ambao wana ardhi zao ambazo hazijamilikishwa, wajitahidi kufika katika ofisi za ardhi katika mamlaka husika, kwa maana halmashauri na ofisi za kamishna wa ardhi mkoa wa Singida, ili kuweza kumilikishwa na kuweka ardhi zao salama. Lakini si hilo tu, ardhi yetu au ardhi ya Tanzania ni mali ya umma. Sisi ni wapangaji tu. Basi kila mwananchi ambaye ana kipande cha ardhi kilichopimwa ajitahidi kulipa kodi yake ya ardhi, ili kuendelea kuweka ardhi ikiwa salama, kuepuka usumbufu ambao unaweza ukajitokeza hapo, akuweza kupelekwa mahakamani au kuuziwa kiwanja chake kwa hasara, au akauziwa kiwanja kwa maana, au akafutiwa umiliki. Kwa hiyo walipe kodi zao za ardhi ili waendelee kulinda ardhi yao iendelee kubaki salama. Kwa mtu ambaye anataka kununua ardhi kwa sasa, tunasema akaribie kwenye mamlaka zetu za upangaji,
ardhi zipo, waende wakafanya taratibu zile. Kikubwa wahakikishe kwamba wanafanya due diligence, yani wanajihakikishia kwamba wananunua ardhi ambayo haina mgogoro. Mkoa wa Singida ni mkoa ambao kwa sasa unakuwa, ambapo umezungukwa na mikoa mbalimbali ikiwemo mkoa wa Dodoma, mkoa wa Manyara na mikoa mingine mbalimbali ambayo nayo inaendelea. Unaiona vipi dira au mustakabali wa ardhi ya Singida katika miaka ijayo? Mustakabali wa ardhi ya Singida katika miaka ijayo, tutegemee wingi wa watu kufurika katika mkoa huu, kwa sababu moja ya kufikiria kwamba tutakuwa na watu wengi katika kutafuta ardhi ndani ya mkoa wa Singida ni kama ulivyosema kwamba Dodoma sasa ni makao makuu ya nchi na Dodoma itajaa. Sehemu pekee ya kupumua au ya kupumulia itakuwa ni mkoa wa Singida. Kama wana Singida, mamlaka za Singida, tujipange, tuweke mikakati ambayo ni madhubuti kuhakikisha ardhi yetu tunakuwa na ardhi iliyopangwa, iliyopimwa, ikisubiri ili wimbi la watu ambao watakuja kwa ajili ya kulifanya jiji la Dodoma na mkoa wa Dodoma kupumua, kwa sababu sehemu pekee ambayo itakuwa ni sehemu, kwanza ni karibu, lakini pia kuna rasilimali nyingi sana. Kwa mfano Singida inasifika kwa alizeti, ufugaji wa kuku, kilimo cha korosho, manyoni na vitu vingine. Kwa hiyo watu watavutiwa kuja kukaa Singida ukizingatia ukaribu wake. Lakini pili, serikali inazidi kuboresha miundombinu yake. Kuna mambo ya SGR tapita hapo Itigi na sehemu zingine, viwanja vya ndege kuboreshwa, kiwanja cha ndege cha Singida. Kwa hiyo itakuwa sasa ni karibu sana mno na Dodoma. Watu watatamani kuja kuwekeza Singida ili wakitokea hapa waweze kufika Dodoma kwa haraka. Kwa hiyo tutegemea kwamba sisi kama ofisi za mkoa, kwa maana ofisi ya ardhi mkoa na mkoa kwa ujumla, tunapaswa sasa kujipanga zaidi, kuweka mikakati na miundombinu ambayo tukawa na ardhi za akiba, kwa maana kwamba tubaki tukiwa tayari kwa ajili ya kuwapokea wageni na kuweza kuwapa miundombinu ambayo itakuwa imekamilika. Na mtazamaji wa Singida RS-TV, tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha Elimika Nuru ya Singida kwa siku ya leo. Tuko na mtaalamu studioni kwetu ambaye ni mtaalamu afisa ardhi kutoka ofisi ya kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Singida, Bwana Benedict Mombe. Mtaalamu, nikukaribishe na wewe uweze kuzungumza na sisi kitu ambacho unafikiri unatamani kushare pamoja na jamii ambacho mimi sijakuuliza. Ndugu mtangazaji, mimi binafsi kwa niaba ya kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Singida, ningependa kuiasa jamii tulionayo ya Wanasingida walioko nje ya Singida ambao wanamiliki ardhi ndani ya mkoa wa Singida, kwanza kuwajibika. Wananchi wote wanaomiliki ardhi ndani ya mkoa wa Singida wajitahidi kulipa kodi zao za ardhi ili kuepuka usumbufu ambao unaweza ukajitokeza hapo baadaye. Usumbufu kama vile kupelekwa kufikishwa mahakamani kwa sababu ya kudaiwa kodi ya ardhi, kufutiwa umiliki kwa sababu ya kukiuka masharti ikiwemo kulipa kodi ya ardhi. Lakini pia ningependa kuwashauri wananchi wale wote wanaomiliki viwanja ndani ya mkoa wa Singida waviendeleze, maanake wasipoviendeleza kwa mujibu wa masharti waliopewa ni kigezo mojawapo cha kuweza kumfikia mtu umiliki huu. Si tu kuendeleza tu kufuta tu, lakini maanake vinasababisha wakati mwingine unaweza kukuta ni kufuga vinaweka vichaka. Ikiweka vichaka, tafsiri yake tunakuwa tumetengeneza nyumba za uhalifu, kwa maana ya vibaka kujificha na kufanya vitu vingine. Jambo jingine ambalo naweza nikawahasa wananchi wa Singida, wajitahidi sana kufuata taratibu za ununuaji wa ardhi ili kuepuka migogoro ambayo inajitokeza ya mara kwa mara. Migogoro haijengi, migogoro inaleta hasara, migogoro inarudisha nyuma kiuchumi. Kwa hiyo niwaombe na niwaase kwamba kabla mtu janunua ardhi, uhakikishe unafuata taratibu zote ili uweze kujihakikishia kwamba sasa ardhi unayonunua iko salama, ili uweze kunufaisha wewe kijamii na kiuchumi. Lakini jambo jingine, watofautishe migogoro ya ardhi na malalamiko. Maana migogoro sasa inaonekana kama Singida haikaliki kwamba ina migogoro mingi ya ardhi, lakini kiundani na kiuhalisia si migogoro bali ni malalamiko. Malalamiko yanaweza katatuliwa ndani ya aidha kwenye kata, kwa halmashauri kwenyewe, lakini mgogoro ni kitu kingine ambacho kidogo kinahitaji umakini zaidi, kinahitaji vyombo vya dola, kinahitaji. Kwa hiyo hivi vitu vyote wakitofautisha, wakajua kwamba mgogoro ni nini na malalamiko ni nini,
itatusaidia na itawasaidia wao kuhakikisha wanatenga muda wao na kutumia muda mwingi kwenda kufanya kazi za kiuchumi, kazi za maendeleo kuliko kwenda kwenye kesi za ardhi. Asante. Tumefikia tamati ya kipindi chetu cha Elimika Nuru ya Singida kwa siku ya leo. Studioni kwetu tulikuwa na mtaalamu kuhusu masuala ya ardhi ambaye ni afisa ardhi kutoka ofisi ya kamishna ardhi mkoa wa Singida, na sio mwingine alikuwa ni Bwana Benedict Ng'ombe. Mtaalamu, ni kushukuru sana kwa huduma yako ya siku ya leo. Karibu sana katika ofisi zetu wakati mwingine tutakapokuhitaji kwa ajili ya kwenda kuihabarisha jamii, ambapo utakwenda kuhitaji kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu bora kwa wananchi. Mwisho wa kipindi cha leo kupitia Elimika Nuru ya Singida ni mwanzo mzuri wa maandalizi wa vipindi vizuri zaidi tulivyoviandaa kwa ajili yako mtazamaji. Endelea kuwa pamoja na sisi kupitia kipindi kizuri kabisa cha Elimika Nuru ya Singida. Tunategemea kwamba utakwenda kuelimika kupitia mambo mbalimbali na kwenda kuiandaa kwa ajili yako kwa manufaa yako binafsi, jamii yako na taifa lako kwa ujumla. Nyuma ya kamera ama mtayarishaji wa kipindi ni Onesmo Kisusa. Mimi ni Glory Isaac, afisa habari Singida RS. Kupitia Elimika Nuru ya Singida tunachochea maendeleo kupitia taarifa sahihi. Asante, kwaheri kwa sasa.